Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo basi katika neno la Bwana tunapata ujumbe kwamba matatizo, hali ngumu, kurupushani za kimaisha, changamoto za kimaisha zaweza kuwa wakati muhimu kabisa kwetu sisi kukutana na Bwana. Leo tunaona jinsi baadhi ya watu katika masomo yetu walivyotumia nafasi hizi, kutumia wakati wa matatizo kukutana na Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, Daudi ni mmojawapo wa watu hawa. Yeye alitumia wakati wote wa majaribu kuongeza imani yake kwa Bwana. Majaribu na mateso yote yalimfanya awe karibu na Bwana zaidi na zaidi. Na leo katika somo la kwanza, anamshinda adui yake Absalom, aliyekuwa amepindua madaraka yake. Na katika somo la Injili tunaona jinsi watu wawili, mama aliyekuwa anatokwa na damu na mkuu wa sinagogi aitwaye Jairo, walivyoweza kutumia wakati wao wa shida kukutana na Bwana. Naomba nimsisitizie zaidi yule mama, kwa sababu kwanza alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, na kuendana na kitabu cha Walawi sura 15, mama yeyote mwenye kutokwa na damu ilimpasa atengwe, asikae katika jumuiya ya watu, kwani atawanajisi, au asiende hata kusali hekaluni, kwani atalinajisi hekalu. Hivi huyu mama alikuwa anaishi miaka yote 12 bila ya kwenda hekaluni kusali au kuthubutu kujichanganya katika jumuiya ya watu. Na hapa alijaribu kujichanganya na lile kundi lilokuwa linasafiri pamoja na Yesu kwa siri. Alijua akijulikana tu basi watu wanaweza kumpiga, ndio maana alichukua muda kujitambulisha kwa Yesu. Na kama angefanya vile basi lile tendo la kumgusa Yesu pengine lingekuwa mbaya. Aliogopa kwamba kama ugonjwa wake ungegundulika basi mambo yangekuwa mabaya sana. Ndugu zangu, katika masomo yetu haya natoka kwa hawa wawili, Daudi na huyu mama, tujifunza mambo mengi sana. Kwanza ni ujasiri. Ujasiri katika imani ndio wenye kuokoa. Asiyekuwa jasiri hawezi kuokolewa. Anakuwa kama ile mbegu iliyodondoka njiani na kuliwa na ndege. Hivyo chembe ya imani inaliwa mara moja tu na vishawishi au changamoto fulani chache za kimaisha, na zinaizima hiyo imani usipokuwa makini. Zinakuangusha mara moja. Ujasiri katika imani yabidi uondoe woga, usimame, kaza moyo, usishtushwe na kile kinachosemwa pembeni na watu, kinachokufanya uogope na wasiwasi. Kaza jicho kwa Bwana kama huyu mama alivyofanya na kama Daudi alivyofanya. Tatizo lilopo kwetu na kwa wanadamu walio wengi ni kuweza kuchanganua, ni kushindwa kusimama kwenye imani, na kushindwa kuchanganua hiki kitu ni kipi, hiki ni kikoje. Tunachotakiwa ni kukaza macho yetu kwa Bwana na kumwamini Bwana. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Tunaishia katika kukata tamaa. Tunaishia kwa waganga wa kienyeji, tunaishia kwa wapiga ramli au kutohudhuria kanisani kabisa. Hivyo huyu mama pamoja na Daudi atusaidie katika kuikuza imani yetu. Halafu kingine, ndugu zangu, tuepukane na kutoa siri za wagonjwa. Siri hizi wafanya wagonjwa wajisikie vibaya. Unamnyima mgonjwa furaha, kwa sababu watu wanafahamu ugonjwa wake na wanaanza wakati mwingine wengine wanaanza kumuonea kijana, wengine kumuogopa. Ile jamii ya Kiyahudi ilitumia mfumo wao wa kuwatenga wagonjwa, na hivyo iliwatesa kisaikolojia, kama huyu mama alivyokuwa katengwa kwa miaka yote hiyo 12. Sisi tukisema siri za wagonjwa wa watu, tukisema siri za magonjwa ya watu, huwa zinawafanya watengwe. Baadhi ya wagonjwa waliwahi hata kujinyonga baada ya kujua kwamba magonjwa yao yamegundulika. Yesu alipomtangaza huyu mama aliyetokwa na damu kwa watu na kumuulizia ni nani amenigusa, haina maana kwamba Yesu alikuwa anamwaibisha. Hapana. Yesu alitaka adhirishe imani yake mbele za watu. Lengo lake lilikuwa ni kuambia umati kwamba amepona na sasa asitengwe tena na wao. Ndugu zangu wapendwa, imani, jasiri kwa Yesu ndicho kitakachotusaidia katika maisha yetu. Mungu atusaidie, Mungu atupe neema tuweze kuwa na imani ya ujasiri, tuweze kuwa kama Daudi ambaye alipambana na mtoto wake Absalom
aliyetaka kumpindua, akamtegemea Mungu na akashinda. Pambane kama huyu mama alivyoogopa, alivyoacha kuona aibu ya umati, akaamua kusimama na kwenda kumgusa Yesu. Na sisi tuamke, matatizo hayatuonee huruma. Sisi lazima tusimame, tuende tukamgusi Yesu wenyewe kwa mikono yetu. Tusisubirie tu watu wasali kwa niaba yetu, oh niombe. Hapana, amka, nenda kamgusi Yesu. Anayejua maumivu yako ni wewe. Kiatu ulichokivaa wewe ndio unayejua kinakubana wapi. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.